Jamani, habarini za jioni au usiku. Naomba kutambua uwepo wa Mheshimiwa Rais wa chama chetu cha Basketball Tanzania akiongozana na timu yake nzima. Lakini naomba kutambua uwepo wa Mheshimiwa Esther Matiku, Mheshimiwa mbunge, lakini mdau mkubwa wa michezo, hasa mchezo wa basketball. Naomba pia kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali kutoka wizara, kutoka BMT, lakini pia viongozi wa mashirikisho na vyama vyetu katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara, na wachezaji pia kati ya timu yetu tulioshuhudia kutoka Singida pamoja na timu yetu kutoka Dodoma. Nilikuwa natafakari pale nikawaza ningekuwa refa mimi ningefanya nini. Lakini naomba niwapongeze sana marefa kwa kuonekana ni umri mdogo lakini wameonyesha uwezo mkubwa. Na siyasikia kelele wakilaumiwa marefa, maana yake wanaifanya kazi yao vizuri. Kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Basketball, ndugu yangu Hashim, kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kuipanga ratiba leo, lakini pia kuwapongeza viongozi wote wa mikoa ambao wamewezesha timu zao kufika mahali hapa. Timu yetu au mashindano yetu ya Taifa Cup, lengo kubwa ni kuendeleza umoja, kuibua vipaji, lakini pia kubadilisha michezo yetu kuwa uchumi. Tunaposema kwa uchumi tuna maana kwamba hapa leo Dodoma timu zote zilizokuja, timu za wanawake katika mikoa nimepewa taarifa 16 na timu za wanaume takriban mikoa 23, 24. Malaki zinakuza pia uchumi. Si uchumi tu wa Wanadodoma, lakini pia uchumi wa wafanyabiashara mbalimbali wakiwemo pia na viongozi wa mashirikisho yetu. Kwa hiyo nawapongeza kwa kuendeleza mashindano haya ya Taifa Cup ili tuendelee kupata vipaji vingi zaidi, tuchochee hamasa ya michezo, na mwisho wa siku taifa letu liendelee kung'aa si tu katika bara la Afrika bali duniani. La pili, nawashukuru sana wadhamini. Namshukuru sana mdhamini mkuu Azam kwa kukubali, na kipekee naomba nipeleke shukrani zangu kwa ndugu yangu Bakari kwa namna alivyokuwa mwema. Nakumbuka nilivyomuomba ya kwamba naomba ushike mkono basketball, alikuwa yuko tayari. Na leo naposimama hapa kumuona Azam ndio mdhamini mkuu, kwangu ni shukrani kubwa sana. Kwa hiyo shukrani nyingi ziwafikie Azam, si tu Azam kwa maana ya kampuni, lakini pia na chombo chetu cha TV kwa namna ambavyo wamekuwa msingi mkubwa wa kukuza vipaji katika taifa letu. Hakuna mtu wa kukataa akiambiwa mchango wa Azam kwenye upande wa michezo. Kwa hiyo pongezi ziwafikie, na kwa sababu mmekubali kuyarusha live mashindano haya, tunaendelea kuwapongeza sana na asanteni sana kwa kutambua nafasi. Na Watanzania, mnapopata nafasi ya kufuatilia michezo hii, basi msiache kujiunga na kingamzi chetu ili muendelee kupakua mambo mazuri yanayopatikana Azam. La tatu, nawashukuru CRDB. Kama ilivyo kawaida, na wenyewe wamekubali kuendeleza udhamini. Nafahamu ya kwamba mwanzoni walikuwa wanaweka hela nyingi sana, lakini kutokana na changamoto baadhi wakapunguza. Lakini nilipoongea nao pia wakasema tutaanza upya. Nimepata faraja ya kwamba wamekubali kuendelea. Kwa hiyo CRDB Bank tunawashukuru sana, na tutaendelea kuwaunga mkono katika shughuli zenu, tukiamini na nyinyi mnatunga mkono katika sports. Mwisho wa siku kwa muhimu, tunashukuru sana pia Dasite. Inaitwa Dasite, mimi mnanichanganya hapa kwa sababu najua Dasite ni ya mpira wa basketball, lakini kuna ina double E, inakuwa Dasili. Sasa Kimarekani tena hicho. Dasili. Msukuma kaingia mjini. Lakini kwa sababu namfahamu mmiliki, ninaomba niwashukuru sana kwa kuwa bega kwa bega. Ninawapongeza si kwa sababu ya kwamba wamekuwa tayari tu kuunga mkono, lakini kwa sababu pia mchezo huu ndio unaanza kukua. Mtafahamu ya kwamba kwa historia mwaka huu tumepata nafasi ya kushiriki robo fainali ya kombe la basketball katika Afrika nzima.
Ni rekodi ambayo haijawahi kutokea, lakini mwaka huu tumeivunja. Naomba makofi mengi sana kwa timu yetu ya Dar City ambayo imewakilisha taifa letu si tu South Africa, lakini pia kwenda kwa ndugu zetu Rwanda na kuingia kwenye robo finali. Na ni matumaini yetu ya kwamba mwakani Mungu akituwezesha tutaenda hatua kubwa zaidi kuliko hatua tuliokwenda mwaka huu. Sasa tunataka basketball uwe mchezo mmoja mkubwa, na ikiwezekana tushindane na watu wa mpira wa miguu. Ifike mahala Watanzania wawepo nusu yake wanapenda basketball na nusu wanapenda football. Na Mungu akitujalia, kwa sababu kizazi kuwa kitapata nafasi nzuri zaidi. Mtu yoyote ambaye ameenda shule, mtu yoyote ambaye ana hela, mtu yoyote mwenye exposure, ukimwambia habari ya basketball ndio yake. Na najua Gen Z ndio mpira au ndio mchezo wanaopenda kufuatilia. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba mambo yatakwenda vizuri. Lakini pia nimemsikia rais wetu wa shirikisho la basketball amesema alitoa ahadi ya milioni 10 kwa kila mkoa utakaoendesha ligi yake ndani ya mkoa, na akaweka vigezo ili atoe mchango wake kama sehemu ya kukuza na kuongeza motisha katika ukuaji wa mpira wa basketball kwenye mikoa yetu. Tuna mikoa takriban 26. Lakini hapa amesema mikoa mitatu tu angalau imeanza. 5. Sasa sijajua ni nini kinachoendelea kwa mikoa mingine. Lakini nafahamu tuna uongozi katika kila mkoa ambao ndio unahusika kukuza, kulea na kutambua vipaji vya basketball. Naomba kutumia hadhara hii kusema, moja, kwa mkoa ambao haujaleta timu Dodoma kwenye Taifa Cup na una uongozi, mjehesabu uongozi wenu umekufa hapo hapo. Naomba kurudia tena. Kama kuna mkoa ambao hautashiriki Taifa Cup na una uongozi wa mkoa wa basketball, manake huo uongozi baada ya Taifa Cup kuisha na nyinyi hamjaleta timu, ndio mwisho wa uongozi wenu. Tumechoka kuwa na viongozi wa vilabu, viongozi wa mashirikisho. Kazi yao ni kutumia tu vyeo kwenda kugonga hodi kwa matajiri na kuchukua pesa, na wala sio kuendeleza vipaji vya vijana tuliokuwa nao. Tunataka viongozi ambao walichokiomba wanakifanya kwa ukamilifu. Sio kuomba cheo, matokeo yake cheo unakitumia kwa familia yako na kujinufaisha wewe, na vijana wengi wenye vipaji wakikosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Kwa kama kuna uongozi wa mkoa na haujaleta timu kwenye mashindano ya Taifa Cup ambao ndio mashindano ya msingi ya kukuza na kujenga uzalendo wa taifa letu, kukuza vipaji vyetu, baada ya mashindano haya uongozi wako ndio utakuwa umeishia hapo. La pili, kama kuna uongozi ambao uko kwenye ngazi ya mkoa na wilaya ambao unahusika na mambo ya michezo na hakuna mchezo wowote unaoendelea kwa kipindi cha mwaka mzima, na wewe uongozi wako nenda kakabidhi ofisi, wachague kiongozi mwingine wafanye kazi. Taifa hili lina vijana wengi wenye vipaji. Taifa hili lina vijana wengi wenye ndoto, lakini ndoto zao zinauawa na viongozi uchwala wanaotaka madaraka na hawawezi kufanya kazi wanaoitaka kuifanya. Jambo hilo halitakuwepo tena. La tatu, nina imani mwaka huu mmeshuhudia wenyewe. Rekodi zinasema mwaka jana na miaka mingine ilikuwa zawadi milioni 10 mnagawana. Mwaka huu zawadi iliyotengwa ni milioni 150. Ni ongezeko la asilimia zaidi ya 150. Maana yake nini? Mshindi wa kwanza kwa upande wa wanaume ataondoka na zawadi ya milioni 25, mshindi wa pili ataondoka na milioni 15, na mshindi wa tatu ataondoka na milioni 10. Lakini hivyo hivyo kwa upande wa wanawake, timu ya basketball ya wanawake, mshindi wa kwanza anaondoka na milioni 15, 10 na kuendelea mpaka mshindi wa tatu milioni 5. Sambamba na hivyo, mchezaji bora na zawadi yake, mfungaji bora na zawadi yake, kocha bora na zawadi yake. Lakini sio tu hivyo, uongozi umeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba timu itakapofika hapa Dodoma, gharama ya malazi inabebwa na uongozi wa kitaifa. Wewe unaacha kuleta timu,
nauli tu ya kuwaleta hapa. Na ukifika hapa kuna nauli ya kukutoa kwenye kambi yako, kukuleta kwenye mazoezi, kukuleta kwenye mashindano na kukurudisha. Alafu tukuache uendelee kuwa kiongozi kweli? Tukuache uendelee kuwa unaitwa kiongozi wa basketball wa mkoa kweli? Wewe tunang'oka na wewe baada ya mashindano haya. Kwa kumalizia, niwaombe vijana wa Tanzania, tunaenda kuangalia upya namna ya kuwa na timu yetu ya taifa ya basketball. Kwa kama kuna kijana anacheza basketball duniani kokote kule na ni Mtanzania, naomba uwasiliane na uongozi wa basketball wa Tanzania ili tuweze kuona utaratibu wa kukusajili kwenye timu yetu ya taifa na kuipeperusha bendera ya taifa yetu. Tunajua kuna Watanzania wengi sana wanacheza basketball duniani, lakini hawajapata nafasi ya kuitwa na kurudi nyumbani. Tunaomba tuwaite. Wakati umefika wa kulitumikia taifa lako kupitia mpira wa kikapu. Njoo, uwe wa kike, uwe wa kiume. Wasiliana na uongozi na BMT, tulishawapa maelekezo kuhakikisha kwamba mnashirikiana nao vyema ili tuipeperushe bendera ya Tanzania kikamilifu. Baada ya kusema hayo, niwapongeze timu ya Dodoma inayoendelea kuongoza, lakini niwape pole pia. Ni ukweli usiopingika, hapa tulipo viwanja vyetu vya basketball havina hadhi. Ni ukweli usiopingika. Na mmenipa muda wa kujiuliza, na nikienda wizarani nitaenda kuwauliza viongozi wenzangu, hivi nyinyi mlikuwa mnajua kuna mchezo wa basketball Tanzania? Na nimeambiwa kwa bahati mbaya hata ile indoor tulikuwa nao Dar es Salaam imebadilika kwa godown, watu wanaweka vifaa vya ujenzi. Ni aibu ambayo hatuwezi kukubalia kuendelea kuwa nayo tena. Kwa imani mwakani Mwenyezi Mungu akituwezesha, kama Taifa Cup tutachezea Dodoma au tutachezea Dar es Salaam au tutachezea Arusha, kokote kule, lakini tucheze kwenye uwanja wenye viwango angalau vinavyoweza kufanana na heshima ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Taifa Cup. Asanteni sana, na naomba kusema nimezindua rasmi mashindano ya msimu wa 2026 Taifa Cup, mchezo mpendwa, mchezo maarufu kwa faida ya Watanzania na kukuza na kulea vipaji vya Watanzania wenzetu. Asanteni sana.